Tunakwenda kuangalia kengele ya 3. Kuna maswali kadhaa yameulizwa, niwahakikishie tu kwamba siwezi kujibu yote na wala siwezi kusoma message zote. Leo nimejitahidi, nimesoma message 134 kati ya message 800 zilizoingia jana. Sasa tukisema tusome zote tutasahau hata kuandaa masomo. Na niwatie tu moyo kwamba zingine tutaendelea kusoma hata baada ya mikutano hii, kwa hiyo tunaweza tukaendelea kujibu hata baada ya kutoka mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa jana tuliishia katika kipengele cha kuangalia changamoto za mitandao ya kijamii, namna watu wanavyozitumia vibaya, na mmoja akaniambia, hakikisha pastor unanikumbusha unamalizia kile kisa yule kijana aliyetuma kwenye group la kanisa. Sasa unakomaa na hiki dunia hii kweli na changamoto. Kurudisha utakatifu wa ndoa ndiyo kengele ya 3. Kurudisha utakatifu wa ndoa. Kuna tahadhari kidogo imetolewa mahali hapo. Maneno hayo ni ya Kiingereza, mimi siyafahamu vizuri hapo. Wewe unaweza kuyatazama kwenye skrini yako. Lakini anaelekeza hivi, unapoingia kwenye ndoa hakikisha kuna maneno mawili. Kuna kufall in love. Sasa hiyo kufall, mtu pekee, kiumbe pekee aliyewahi kufall alikuwa ni Shetani. Maana Biblia inasema akatupwa chini. Sasa vijana huwa wana fall in love. Sasa kufall in love kunaambatana na mambo yafuatayo. Unakuwa hauwezi kujidhibiti, unapoteza control. Yaani unaendeshwa na miemuko, unafanya maamuzi ya ghafla maana umefall in love. Lakini kuna neno jingine, una climb ladders of love. Ni kama unashuka kwa kutumia ngazi za upendo. Yaani kwenye swala la mahusiano au swala la ndoa, usishuke ghafla na kudondokea humo, hapana. Nenda ngazi kwa ngazi, kwa sababu haujui kilichoko kule ndani. Unakwenda kujifunza. Na kama mnakumbuka tulisema tunapoingia kwenye ndoa unapewa cheti kabla haujaingia kwenye mitihani yake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Umfahamu kidogo kidogo yule ambaye unakwenda kuingia naye kwenye ndoa, uisome tabia yake kabla haujaingia kwenye ndoa. Usiendeshwe na mwemuko. Jenga urafiki kwanza, halafu angalia kama mnaendana. Yaani sio wewe umezaliwa kijijini, mahali ambapo chakula chako ni maboga, magimbi, mihogo, unajipachika kwa mtu ambako kenyewe ni pizza, nini zile zingine, baga na kadhalika. Ukimletea mahindi na maboga na kadhalika, unamuuliza hiki ni nini? Anakuambia ni dawa ya COVID, maana hajui hivyo ni nini. Angalia kama mnaendana, na kama muendani mkubaliane kwamba chakula cha kwetu ni hiki, utakiweza? Ndio nitakiweza. Mzungumze tu katika uwazi. Halafu sasa mkisha kubaliana hapo, anza kuingia kwa uangalifu mkubwa katika ndoa, usijitupie kwenye ndoa. Waebrania sura ya 13 mstari wa 4 anasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Wanatheolojia watakubaliana nami kwamba hili neno malazi halizungumzii tu kitanda na godoro. Malazi nazungumzia mwili wako. Wewe baba, malazi yako ni huyo mama. Wewe mama, malazi yako ni huyo baba. Kwa hiyo malazi yawe safi. Na hapa ndipo nawatia moyo vijana, hakikisha unapoingia kwenye ndoa, mwambie Mungu akusaidie uingie kwenye ndoa bila kuchafua malazi yako. Kama umenisikia sema amina. Sio unajiharibu alafu ndipo unaingia kwenye ndoa. Sasa hili fungu limegawanywa katika vipengele vitatu. Namba 1, heshima kwa ndoa. Namba 2, kutokuchafua malazi. Namba 3, hukumu kwa wanaochafua malazi. Twende mbele kidogo. Mambo ya muhimu ya kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Yasikilize vizuri. Na hili somo aliwahusu tu vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa, hata wale mlioingia, maana unaweza kufanya reverse, unaweza kufanya upya. Na bahati nzuri tumejifunza kwamba katika mikutano hii ni tumaini lenye baraka. Hata ndoa zilizoharibika mnaweza mkaanza upya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sikiliza. Zingatia mambo matatu ambazo ni hatua kubwa 3 za kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Wazazi mzisikilize vizuri hizi, mtawasaidia watoto wenu. Hatua ya kwanza, zingatia mianzo ya mahusiano yako na huyo unaingia naye kwenye ndoa. Mianzo inamata sana. Alafu namba 2, zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa, mnavyoendesha huo mchakato. Namba 3, zingatia utakatifu wa tukio lenyewe la ndoa. Sasa tuanze moja baada ya jingine. Mianzo ya ndoa. Tunazingatia mambo yafuatayo. Je, ulimuhusisha Mungu katika mianzo ya ndoa? Maana kuna mwingine alianza kuchumbia hata hakumuhusisha Mungu, hakuomba, hakuna chochote ambacho alimuuliza Mungu, alikwenda kwa mihemko yake. Je, ulimuhusisha Mungu? Namba 2, ulizingatia viashiria vibaya au ulivipuuzia?
mko kwenye uchumba, hata hamjakubaliana kwamba tutafunga ndoa siku fulani, anakupigia simu, anakuta simu iko bize, halafu ukija kupokea na kuuliza, hivi unanichukuliaje? Yaani mimi napiga simu inatumika. Aisee, huyo mkioana jiandae utakatwa sikio, kwa sababu wivu umeanza mapema sana. Na mimi namshukuru Mungu anatoa viashirio mapema sana, viashiria kabla hamjaingia kwenye ndoa. Msivipuuzie viashiria kama hivyo. Hamjaoana ameshaanza kukutukana. Wao wanasema hivi, mchumba akikutukana kabla hamjaingia kwenye ndoa atakupiga. Akikupiga kabla hamjaingia kwenye ndoa atakuua. Nenda ukiwa umeshanunua sanda kabisa, uelewe kwamba unaenda kufa. Namba 3, ulisukumwa na hisia au upendo. Huyo uliye naye, wanandoa mnaonisikiliza hapa, huyo uliye naye sasa hivi kwenye ndoa, ulisukumwa na hisia au ni upendo uliokusukuma? Hisia zinaangalia muonekano wa nje, umbo la mtu, muonekano wake, mali alizonazo, elimu yake, vitu ambavyo baadaye vinaweza vikapotea. Wewe uliangalia kazi yake, lakini kuna muda anaweza akafukuzwa kazi. Upendo utabaki kuwa upendo hata bila kazi. Wanaonisikia waseme amina. Angalia ulisukumwa na nini. Lakini ngoja niwaambie, nikupe siri, wala hata usikate tamaa. Kuna watu tuliingia kwenye ndoa kwa kusukumwa kabisa na hisia, wala sio upendo. Na upendo umezaliwa tukiwa ndani ya ndoa. It is okay. Kwa hiyo hata wale mlioingia kwenye ndoa kwa kusukumwa na hisia, bado mnaweza mkachukua upendo mkiwa ndani ya ndoa. Ni sawa na wale mlioko makanisani na kwenye nyumba za ibada. Si wote waliomwamini Mungu walimwamini kwa kumpenda. Wako walioletwa na magonjwa ili wapone, walioletwa na umaskini ili watajirike, lakini katika kuletwa na hivyo vitu wamejikuta wamemwelewa Mungu na wamempenda. Kwa hiyo angalia ulisukumwa na nini. Namba 4, ulimpenda au mlipendana? Hebu vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa mlioko hapo, naomba mnipungie mkono. Mnaonisikiliza mahali hapa. Sikiliza, chunga sana kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye wewe unampenda lakini yeye hakupendi. Kwenye ndoa tunaingia kwa kupendana. Kuna mtu yuko kwenye uchumba, yeye ndiye anajifanya mtumwa mahali hapo. Yaani yeye ndiye kila siku anauliza umeamkaje, umeshindaje. Yeye hajawahi hata kuulizwa. Aisee, nakutia moyo, hapa sio dunia ya Adam peke yake. Sasa hivi wanaume ni wengi. Wala sio dunia ya Eva peke yake, wanawake ni wengi. Usikubali kuwa mtumwa wa uchumba. Hakikisha mnapendana, sio unakomaa tu. Mwishowe kuna wadada wengine wanakubali kuolewa maana kakaka kamekomaa. Mwishowe anasema nimeamua kukahurumia kasije kakajinyonga. Unamhurumia wewe ni Yesu Kristo. Sikiliza, pendaneni, sio wewe tu mpende. Madhara ya kumpenda bila kupendwa, utakuja kuwa mtumwa kwenye ndoa, hata kusimanga. Nakwambia, kwanza mimi nilikuonea huruma ndio maana ukanioa. Lakini uzuri, hata kama ulinionea huruma simesha kuja. Lakini namba 5, ulihiari mwenyewe au ulilazimishwa? Kuna watu wanafosiwa na peer pressure. Kiswahili chake ni nini Pastor Butoki? Peer pressure, msongolika. Yes, msukumo wa rika. Watu wanakuambia, aisee, na wewe mbona miaka imeenda? Sasa hivi miaka 26, 30, mbona miaka imeenda? Nisikilize vizuri, naomba niliseme hili liingie kabisa katika akili ya vijana. Mwanzoni nilisema hivi, kwa kweli kwa kijana kufikisha miaka 30 plus kabla hujaoa au kuolewa ni changamoto. Nisikilize vizuri sasa hii, maana sitairudia tena. Ni heri uzeekee nyumbani kuliko kuingia kwenye ndoa kwa kusukumwa. Amua mwenyewe na Mungu wako ndipo ingia kwenye ndoa. Kama umenielewa sema amina. Maana kwenye ndoa ni mauti na uzima. Wewe jipeleke tu kama unawahi ajira. Kwenye ndoa hatuna mshahara. Usidhani kwamba eti nitakuta ajira imechukuliwa. Kule hatuna posho, hatuna per diem, hatuna sitting allowance. Kwenye ndoa, kama unaona kabisa maamuzi yako hayajafikia kuoa au kuolewa, usisukumwe na mtu yeyote kuingia kwenye ndoa. Acha uamue wewe mwenyewe muda wako ufike, halafu ingia kwenye ndoa. Angalizo, ukiamua kubaki hivyo, uwe mwaminifu kweli kweli. Si unasema nimeamua kutulia, nitaoa muda ninaotaka, halafu naingia bafuni masaa 3. Basi nazungumzia kuoga au? Namba 2, zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Huu mchakato nao muusikie vizuri. Mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Je, ulitumia uongo au ulikuwa mkweli kwenye ndoa? Kuna watu ili wamkamate mdada wanasema mpaka uongo. Yaani mimi mnavyoniona hivi, unamuona yule waziri fulani, yaani yule na mama tumbo, sema tu baba tofauti. Kwa hiyo mimi nikikoa tu waziri anaingia. Sikiliza, hata masikini wao wanaoa. Acha kujiproud. Eleza tu ukweli.
Mimi namshukuru hata mke wangu nilimweleza nikamwambia naona wewe kule unakotokea mwenzangu kuko sawa, ila kwangu utalima vibarua, uko tayari? Ndio. Akaja na tumefunga ndoa wiki ya kwanza kibaruani. Simple, mtoto wa watu. Hakuna shida. Lakini si tunaishi mpaka leo tunadunda. Kwa nini ujipalie ujiko ambao wewe hauna? Mimi kwangu usinione sasa hivi niko kwenye ghetto. Yaani kwetu. Kwenu. Sema tu kweli, usiweke uongo kabisa kwenye uchumba. Ukidanganya kwenye uchumba utaulipa huo uongo baadaye. Lakini sikiliza namba 2, mlipata muda wa kuongea. Wale mlio kwenye uchumba nisikilizeni vizuri. Kuna janga ambalo shetani huwa anawapiga upofu mkiwa kwenye uchumba. Mnatumia dakika nyingi kuongea ujinga badala ya kupanga maisha. Utashangaa tu viko kwenye uchumba, unajua wewe mwanya wako ni kama lango la kuingilia mbinguni, nikikuona naona kabisa Yesu Kristo. Yaani unaongea mpaka simu inachemka, lakini mlichokiongea cha maana hakuna. Kwenye uchumba ndio muda wa kupanga. Mtazaa watoto wangapi? Mtaishi wapi? Ni nani atakayekuwa anatunza fedha? Ni nani ambaye atakuwa anafanya hiki na hiki? Kwenye uchumba. Achaneni na maneno ya kishamba. Unajua hata usiku wa leo sikulala nimekuota. Uliotaje kama ukulala? Uongo kabisa. Unajua wewe siku kiniacha mimi nitakufa. Huo ni uongo bwana. Huo ni uongo. Kwa hiyo angalia mnazungumza nini kwenye uchumba. Ushauri. This is very serious. Ushauri. Kwenye uchumba epukeni kuongea masaa mengi, hasa nyakati za usiku. Mnapandisha zinaa na uasherati bure. Unajua hivyo umeshalala? Ndio. Umelalaje? Mguu uko kwenye ukuta. Mimi mwenyewe nimeuweka huku juu. Mimi huko magharibi. Halafu pepo liko hapo pembeni anasema yes. Alafu naambia unajua kwa kweli ni kama harusi na chelewa. Ongeeni mambo ya maana. Salimia. Halafu ngoja niwaambie, asante Yesu amenikumbusha hiki. Mkiongea maneno matamu sana kwenye uchumba, mnamaliza akaunti ya maneno kwenye ndoa. Nichezeni tu mje muone. Ndio wale wakiingia kwenye ndoa wanabakiza habari za asubuhi salama. Umeamka salama, uwe na siku njema. Maana maneno matamu yote uliyamaliza kwenye uchumba. Kwa hiyo wale mlioongea maneno matamu kwenye uchumba, mkifika kwenye ndoa akikwambia siku hizi hauna maneno matamu, mwambie tulimalizana kwenye uchumba. Biashara kwisha. Usimforce mchumba kukupa maneno matamu. Huyo sio mwenzi wako. Utayakuta kwenye ndoa. Kama umenisikia useme amina. Yes. Sikiliza, kwenye uchumba, je, kuna tabia mbaya ulizozificha? Uwe muwazi. Sasa hapa naponisikia vizuri. Ninaposema kuwa muwazi, simaanishi ueleze mpaka vitu ambavyo kwako vitakudhalilisha. Amekuchumbia leo, kesho umeshamweleza siri zote. Ninamshukuru Mungu kukupata wewe. Yaani mimi kwetu ndugu yangu, mama mwenyewe alikuwa mchawi, ameacha juzi tu. Mimi mwenyewe nilizaliwa tu kwa bahati mbaya, mama alibakwa. Yaani mimi kwetu ni shida. Unajimwaga, likija kukuacha linaeleza siri zote. Usiwe mjinga kwenye uchumba. Weka breki, weka pazia. Lakini usifiche tabia mbaya kwenye uchumba. Yaani mueleze tu ukweli kwamba unanisikia hivi ninavyozungumza. Hasa wadada, hiki ndicho huwa mnatupiga sana. Kwenye uchumba kana lugha nzuri. Umeshakula maidia. Unajua kwa kweli hapa nilipo, jamani baba, usile ugali. Kula basi tu mayai. Ukiingia kwenye ndoa sauti inabadilika. Utashangaa sauti inakuwa kama mwimbaji wa bass. Hello. Baba fulani, unasemaje? Ongea haraka niko kazini. Zile sauti za kulegeza za kwenye uchumba zimeenda wapi? Muulize mwenzi wako. Umeipeleka wapi ile sauti? Maana kuna wakati zinaishia tu kwenye uchumba. Usifiche. Namba 4, mlipata ushauri wakati mlipokuwa kwenye uchumba, mlipata ushauri. Namba 5, mlianza ndoa kabla ya ndoa. Nipungieni mkono kama mnanisikia, kuna kitu hapa nataka niseme. Mlianza ndoa kabla ya ndoa. Hili janga ni kubwa sana kwa vijana wa leo. Kuna tatizo la vijana wengi kudhani kwamba ili wapendane vizuri ni mpaka waingie kwenye uasherati kabla ya ndoa. Kijana anakuambia kama kweli unanipenda, nipe mwili wako. Naomba nikupe angalizo. Ni wachache sana walioolewa na wale waliowapa miili yao. Wengi wameambulia tu kulia na kusema sasa mimi nimemuonyesha utupu wangu ameniacha. Sasa wewe nikwambie, wewe umeshamvua samaki kumtoa baharini. Utawekaje tena ndoana kwa samaki aliye huku nchi kavu? Tunaweka chambo kwenye ndoana akiwa baharini. Ukishamleta hapa kwisha habari yake. Wajirahisishe tu. Ninawatia moyo vijana mnaonisikiliza mahali hapa. Kama kuna kitu cha kulinda chenye baraka nyingi ambacho hata mbingu zinashangilia, ni pale unapoingia kwenye ndoa kabla haujafanya ndoa.
Sasa sikiliza, tungekuwa ni kipindi cha Waebrania, wao ukiulizwa ukasema ni kweli nilishawahi kutembea naye, ulikuwa hauvai shera, ulikuwa unavalishwa nguo nyeusi, ishara ya kwamba huyu alishaasi. Sasa sisi leo wanavaa shera na wakati na wasivyo na aibu wana machi kabisa. Na vile kumbe yalishameremetana mapema zamani kabisa kule. Hakuna chochote. Sasa tuje tuanzishe mchakato huo mnavaa nguo nyeusi. Sasa ngoja niwaambie. Sikiliza, kuna maneno wachungaji huwa wanawauliza kwenye premarital counseling. Naomba muyasikie vizuri vijana mnaoingia kwenye ndoa. Anawauliza kabisa, je, mlishawahi kukutana kimwili? Kama mna akili wa chumba, huo ndio muda wa kutengeneza yaliyoharibika. Mwambieni kabisa mchungaji, kwa kweli tulishavamiwa. Na kwa kweli ninaomba utuombee Mungu atusamee. Na lengo la wachungaji kuwauliza sio kuwazuia msioane. Anataka vunje laana ya kile mlichokianzisha vibaya. Sasa kuna watu wanajifanya ni wajanja. Pastor, wewe unavyotuona sisi ni wakuzini sisi. Hapana, yani pastor. Hafu wanabonyeza eti si tulishakutana kweli? Hakikisha umesema ukweli. Angalizo, kipime kichwa cha mchungaji unayemweleza ukweli. Maana kuna mwingine utamweleza ukweli atavunja ndoa yako pale pale. Angalia kichwa cha mchungaji unayemweleza ukweli. Ushauri wangu, msiingie kwenye ndoa kabla ya ndoa. Tusonge mbele hapa tumalizie. Tukio lenyewe la ndoa. Nini kilikuwa kipaumbele wakati mnaingia kwenye ndoa? Ni harusi au ni ndoa yenyewe? Maana siku hizi vijana wanadili na ile sherehe. Nataka watu waje, tule vizuri, twende kwenye ukumbi, tutoke out. Sikiliza, ni nini kilikuwa kipaumbele? Harusi au ndoa yenyewe? Namba 2, mlidumisha utakatifu wa ndoa wakati wa tukio la ndoa? Namba 3, je, kuna baraka mlizikosa wakati wa tukio la ndoa? Kudumisha utakatifu maana yake ni nini? Tumeona leo jinsi ndoa zinavyoharibiwa. Wana machi makanisani wakiwa vizuri, ninazungumzia upande wetu wa Kristo, wako vizuri wana machi, lakini wakishafika ukumbini pombe zimo zinanywewa, wala wana shida, miziki ya kidunia inapigwa. Yani Yesu anabaki kwenye mlango wa kanisa, halafu ukumbini wanasema sasa Yesu usiwe na wasiwasi, wewe baki tu pale Yesu. Kule tuachie sisi. Hapo ndipo bibi harusi aliyekuwa na inama na apishwa, unampenda? Ndio. Sasa kule ukumbini ndipo ameshabadilika, sio yeye. Kiuno kimekuwa kama hakina springi, ni kama hakina misuri. Ananinginia tu mpaka baba mkwe anasema, na dunia ya leo sijajua nini kimebadilika. Zamani wakati watu wanaoana, upande wa baba na mama wanaoozesha, wao walikuwa wanalia, ila wanaooa ndio wanafurahi wamepokea mwenzi. Leo ni kinyume, wanaoozesha ndio wanashangilia. Utakuta mpaka mama wa bibi kobyara mayo kobyara anashangilia nini? Umewatua mzigo, nenda kahangaike nalo. Dumisha utakatifu wakati wa tukio. Kwa hiyo kuna baraka gani ulizozikosa? Ngoja niwaambie vijana ambao mtakuwa na akili ya kimbingu, unapoingia kwenye ndoa usibague watu wa kuhudhuria kwenye harusi yako. Achana nalo ulimbukeni wa kusema natoa kadi kwa wenye hela. Kwenye harusi yako ndio muda wa kualika vilema, viwete, wajane, wagane. Hao ndio watabariki ndoa yako kwa jina la Bwana. Achana na ile habari ya kusema nataka mshiko mkubwa. Anyway, mimi simo. Nilikuwa natoa tu ushauri. Mambo ya kukumbuka. Usitumie hisia. No. Hizo naomba niziache, nimalizie hapa kwa sababu ya dakika. Sikiliza. The Ministry of Healing ukurasa 359 anasema kabla ya kuchukua wajibu husika katika ndoa, vijana wa kiume na wa kike wanapaswa kuwa na uzoefu wa maisha. Uwe na uzoefu kwanza wa maisha. Halafu hapa anasema kuna hii nukuu ambayo naitafuta hapa. Sawa. Kujifunga na mtu asiyeamini ni kujiweka katika eneo la shetani. Wale vijana mnaosema nimemhubiri akasema nikimkubali atakuja batizwe. Shetani alishawahi kubatizwa. Simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie tunapozungumzia swala la ndoa. Ni swala nyeti sana. Wasaidie vijana wanapoingia kwenye ndoa wadumishe utakatifu wa ndoa. Wasiingie kwenye ndoa wakiwa walishaingia kwenye ndoa tayari. Neema yako iwe nasi, na wale tuingia zamani tupatie kufanya upya ndoa zetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.